Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibuni tena katika somo la siku ya leo. Jioni ya leo tuna somo linalosema utii usiokuwa na maswali, sehemu ya kwanza. Somo letu limejengwa katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7, limejengwa hapo. Kwa hiyo ninawakaribisha wote ili tuweze kushiriki pamoja katika kubarikiwa na somo katika siku hii ya leo. Na tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana, umetuleta tena leo kwa ajili ya neno lako, nasi tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Tunaomba utufundishe, tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Neno la Bwana linasema, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Bwana asifiwe. Na siku ziliposonga kidogo, mstari wa pili, neno la Bwana linasema akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Kwa Adamu akapata mtoto wa kwanza ambaye ni Kaini, akafurahia, akasema amepata mtoto kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Baadaye siku zimepita, akaongeza mtoto mwingine ambaye anatajwa kuwa mtoto wa pili alikuwa ni Habili. Nao wote walikuwa na majukumu ya kufanya. Kaini, Biblia inasema yeye alikuwa ni mkulima wa ardhi, na Habili yeye alikuwa ni mchungaji. Yeye alikuwa ni mfugaji. Sasa Adamu anafurahia kuwa watoto hawa wamewapata kutoka kwa Bwana. Na najua leo tunaamini kuwa watoto wote tunaowapata wanatoka kwa Bwana. Hakuna mtoto anayekuja tofauti na kwa Bwana. Na inawezekana kuna watu fulani wanaamini kuwa watoto wakati mwingine hawatoki kwa Bwana. Inawezekana watu hao hawajamuelewa Mungu vizuri. Lakini watoto wote wanatoka kwa Bwana. Ndio maana Adamu anafurahia, anasema nimepata mtoto kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ule mstari wa 4, mstari ule wa 3 anasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Na mstari wa 4 anasema Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabari Habili na sadaka yake. Lakini mstari wa 5 anasema bali Kaini hakumtakabari wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Yaani Biblia inasema Kaini na Habili wakaleta mazao, wakaleta sadaka kwa Bwana. Yaani Habili yeye akaleta wazaliwa wa kwanza wa wanyama, akaleta wanyama, lakini Kaini yeye alileta mazao. Inawezekana kila mtu alileta kila alichokuwa anafanyia kazi. Kaini kwa sababu alikuwa ni mkulima, alileta kila alichokuwa nacho. Lakini Habili alileta wanyama kwa sababu yeye alikuwa ni mfugaji. Lakini kwa nini Mungu hakumkubali Kaini na wakati alileta sadaka ambayo ndiyo ilikuwa kazi yake, ndiyo ilikuwa kazi ya mikono yake? Kwa nini Mungu hakumkubali? Hakumkubali kwa sababu Mungu alichokuwa anahitaji, alikuwa anahitaji sadaka ya wanyama. Bwana asifiwe. Kwa nini alihitaji sadaka ya wanyama? Alihitaji sadaka ya wanyama akiwa na maana ya kuwa sadaka ya wanyama ilitakiwa kuonesha kimvuri cha wokovu. Kwa hiyo Kaini alionyesha kutokukubaliana na wokovu. Kwa mnyama alisimama kana kwamba kuchukua nafasi ya Kristo. Kimvuri, alikuwa ni kimvuri cha mkombozi, kimvuri cha Kristo ambaye ndiyo mwenye kusamehe. Kwa ndio maana ilihitajika sana sadaka ya mnyama. Kwa hiyo Kaini yeye hakukubaliana na hicho, maana tayari fundisho lilikuwa limeshafundishwa katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 21, ambapo Mungu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuchinja yule mnyama kwa ajili ya kuwafunika ngozi Adam na Hawa ambao ndio walikuwa wakosaji. Kwa kitendo kile kilithibitisha kuwa yule mnyama
ni sehemu ya Kristo, ni sehemu ya msamaha, ni sehemu ya mkombozi. Kwa ndio maana walitakiwa kuleta wanyama. Bwana asifiwe. Anasikiliza ule mstari, asikiliza ule mstari ule wa 5. Biblia inasema, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Uso wa Kaini ukakunjamana baada ya sadaka yake kukataliwa. Ilikataliwa kwa sababu sio kile Mungu ambacho alimwambia atoe. Inawezekana jioni ya leo yupo mtu amewahi kutoa sadaka akiomba apewe kitu fulani, akiomba Mungu ambariki kwa jambo fulani, lakini hakuona matokeo yake. Inawezekana iliweka nadhiri kwamba nikitoa sadaka hii, Mungu ninaomba unibariki kwa jambo hili, lakini asione matokeo. Akaondoka akiwa amekasirika. Sasa sikiliza mstari ule wa 6. Biblia inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa inawezekana mtu fulani alitegemea kupata matokeo fulani baada ya kutoa sadaka fulani, lakini akashindwa kupata matokeo, akakasirika, akatoka usoni pa Mungu na kwenda kutafuta ushauri kwingine. Sikiliza jioni ya leo. Sikiliza jioni ya leo. Mungu anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Jioni ya leo ninakualika, fanya kile ambacho Mungu anataka ili upate kibali. Bwana asifiwe. Fanya kile ambacho Mungu anataka jioni ya leo ili upate kibali. Biblia inasema usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Inawezekana miongoni mwetu jioni ya leo yupo mtu ameshindwa kutii maelekezo ya Mungu. Inawezekana ameshindwa kuiacha dhambi fulani katika maisha yake. Inawezekana ni dhambi ya uzinzi, inawezekana ni dhambi ya uongo, inawezekana ni dhambi ya wizi, inawezekana ni dhambi ya usengenyaji. Jioni ya leo Biblia inasema iko dhambi inakuotea mlangoni. Biblia inasema, je, usipotenda vyema hutapata kibali? Jioni ya leo Yesu anataka utii tu. Tii tu upate kibali. Inawezekana unatamani kuwa mtii. Pengine unaweza ukawa unashindwa kwa namna moja ama nyingine. Unasikia nguvu nyingine inakufanya ushindwe kutii. Jioni ya leo tunataka tuombe kwa ajili yako. Simama tuombe kwa ajili yako. Jioni ya leo tutaomba ili Mungu akusaidie, ili usikie sauti ya utii, ili uweze kutii maelekezo ya Mungu. Basi fumba macho na tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo lako jioni ya leo. Sasa tumejifunza habari ya utii. Inawezekana mahala fulani rafiki mmoja alishindwa kutii. Jioni ya leo kupitia somo la leo amejitoa kwa ajili ya kusikiliza maelekezo yako na kutii. Mfanye akawe mtii. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Furaha kwa Yesu, amini.